Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nawe mpendwa mtazamaji. Karibu katika kipindi hiki cha neno la Mungu aliye hai Gombo. Nimekuwa nikifundisha Bwana Yesu Kristo kutoka Gombo Maranatha. Karibisha katika tafakari neno la Mungu aliye hai. Leo tutaanza na habari fupi kidogo kwa msaada wa Roho Mtakatifu, naomba nisaidie. Itazungumzia kuhusiana na wanawake wawili duniani. Kuna wanawake mimi nimewagawa katika makundi mawili duniani na taelezea kwa sehemu. Kuna mwanamke mpumbavu na kuna mwanamke mwenye hekima na busara. Yaani mwenye hekima, busara, aliye mwema. Lakini kuna mpumbavu na mjinga. Nitaanza na kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 6. Tamuelezea na taeleza wajii wake kwa sehemu. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu ninaamini kwamba itamsaidia kwa yote atakayefuatilia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 6. Sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 6. Maneno ya Mungu leo yanasema hivi: Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, na ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Huyu ni mwanamke wa kwanza ambaye anasadikiwa ndio wa kwanza wa kuumbwa duniani, alijulikana kwa jina la Hawa, wengine wanapenda kumuita kwa Kiingereza Eva, na mume wake alijulikana kwa jina la Adam. Tunaona upumbavu aliofanya ambao kagharimu dunia kupita hapo ambao tunapita, ambao hatukupaswa kupita hapo. Sifa ya kwanza ya mwanamke mpumbavu ni kwanza alikosa kitu kinaitwa utii. Na mwanamke yeyote duniani ambaye hataki kutii anaingizwa kwenye kundi la upumbavu kama alivyofanya Hawa. Ngoja tueleze, nijaribu kuchambua kimoja baada ya kingine kuhusiana na upumbavu aliokuwa nao. Ukisoma kitabu cha Biblia hii Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26 na 27, maandiko ya Mungu yanasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tunaona hapo na 28 akasema akawabarikia, akasema zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitisha. Baadhi ya maneno ambayo yako pale. Sasa kilichomfanya yeye huyu mwanamke kutokujua kwamba tayari alishaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, nyoka ambaye ni ibilisi au shetani anamhadaa au kumdanganya kwamba akila lile tunda ambalo yakatazwa asile atakuwa sawa na Mungu. Sawa na Mungu yupi? Na katika hali ya kawaida ambayo tunaiona mpaka leo kwenye dunia, mwanamke huyu mpumbavu ana uzao wake huko wa kipumbavu mpaka leo, iwe ni Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, iwe Afrika, iwe Ulaya, iwe Asia, ulimwengu mzima bado anajitafuta katika upumbavu wa kujiamini kwamba tayari Mungu amemuumba katika ukamilifu wa sura yake. Sifa zake huyu mwanamke mpumbavu, kwanza nasema hana utii, ana kiburi, ana tamaa, hana huruma, ana hila, ni muongo na ni mtego katika maisha yake. Pia anapenda kuwa mtawala, apendi kuwa chini ya mamlaka, apendi kupata maelekezo. Na ukiangalia katika dunia leo tunaoishi, namshukuru Mungu kwamba naifahamu kwa kiwango changu, familia nyingi ambazo zimeingia kwenye migogoro ya kimahusiano zimekutana na mwanamke mpumbavu katikati ya familia
akiwa na kwa bahati mbaya na kipato zaidi, akiwa amesoma kuliko fulani, kuliko wanaume, atataka kuonekana na watu kwamba yupo. Na hata akipata nafasi ya kimadaraka, atataka dunia yote ijue kwamba yeye ni nani. Kitu ambacho cheo chake ni kitu cha kawaida, lakini atataka kuonesha kujitutumua kama ilivyo. Tukiangalia kwenye Biblia tumemwona hapa, nimeanza kitabu cha Mwanzo tumemwona Hawa. Lakini ukienda kwenye vitabu vingine, kwa mfano kitabu cha Wafalme wa kwanza, utamwona Jezebel. Baadaye na vitu vya ajabu ajabu tu hivyo. Na alikuja batika kuwa ni mke wa mfalme, lakini bado alikuwa na matabia ya ovyo na alikuwa na kiburi, na aliweza kumpoteza hata mume wake kuingia katika mambo ya kuabudu miungu mingine, na hata kumpoteza pia kulisababisha mambo magumu sana katika, ukisoma katika kitabu cha Wafalme utakutana nayo. Na nazungumzia pia katika mtu mwingine, mwanamke mwingine mpumbavu alijulikana kwa jina la Delila. Delila ndiye alikuwa mwanamke mpumbavu kwa sababu alipata mwanaume anayejulikana kwa jina la Samsoni, lakini kwa sababu alitumika kumwangamiza na kumuumiza Samsoni, na baadaye kwa kutafuta sifa tu za kipumbavu tu za duniani kwa kufurahisha Wafilisti. Na japo alikuwa ni Mfilisti, tunajua kwamba Delila alikuwa ni Mfilisti, lakini ukisoma vizuri maandiko utaona kwamba palikuwa na nguvu ya ushawishi. Ile ambayo tunaiona pia ilikuwa kwa Hawa, ilifanyika pia kwa Delila. Akajikuta anamsaliti mpenzi wake au mume wake aliyejulikana kwa jina la Samsoni, kwa sababu Samsoni kufunga ndoa na Wafilisti ulikuwa ni mpango kamili wa Mungu, kwamba ili atafute kuwakomboa uzao wa kina Samsoni ambao ni Wayahudi au Waisraeli. Lakini kosa la Samsoni, na alipofunguka moyo wake na kueleza asili ya nguvu zake baada ya kubembelezwa na kushawishiwa na yule Delila. Na nitaporudi kwa sehemu nyingine katika dunia ambayo tunaishi leo, wako akina Delila, wako akina Hawa, wako akina Jezebel pande zote za dunia, ambao wanafanya kwa nafasi zao kuiharibu dunia na kuingiza katika matufani na majanga. Yanazungumza hivi wako. Na ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 14, tuangalie pale kidogo, alafu nitaeleza maandiko mengine mawili matatu ili kujenga kuhusiana hizi. Nimekuwa nikizungumza hili kwa sababu kuna kitu ambacho naamini kwamba Mungu ananisukuma, wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, wa Yesu Kristo, nizungumzie hili swala kuhusiana na wanawake. Si wanawake wote ni wapumbavu, lakini nimesema nimegawa, kuna wanawake wawili duniani. Mmoja ni mpumbavu na mmoja ni mwenye hekima na mwenye akili. Hapa najaribu kuelezea mwanamke mpumbavu na sehemu chache ya haiba na sifa alizonazo au tabia alizonazo. Ni baadhi nitakazozielezea, ziko nyingi, utakutana nazo huko mbele, lakini katika hizi hachomoki mwenye hizo tabia. Mithali sura ya 14 mstari 14 imeandikwa katika mstari ule wa kwanza, iko hivi: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, huyu ni mwenye busara, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mwanamke aliye mpumbavu huibomoa nyumba yake mwenyewe. Sehemu kubwa ya wanawake ambao ni wapumbavu wameshindwa kusimamia nyumba zao, wameshindwa kusimamia ndoa zao, wameshindwa kusimamia watoto wao, na matokeo yake kukatokea mipasuko. Wameshindwa kusimamia taasisi walizopewa, wakasababisha faraka na kufa kwa zile taasisi au migogoro isiyoisha. Lakini wakifika katika ulimwengu, katika maeneo mengine zaidi, kutokana na nafasi waliopewa, inasambaa katika upana mkubwa zaidi. Wanawake wapumbavu au mwanamke mpumbavu. Mwanamke mpumbavu ni shida, ni mtego. Tukiangalia kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 26, naomba nisome tuone. Kitabu cha Mhubiri sura ya 7 na mstari ule wa 26, imeandikwa hivi: nami nimeliona la uchungu kupita mauti, yani mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo. Yeye ampendezaye Mungu atamponyoka, bali mwenye dhambi atanaswa na yeye. Kwa hiyo mtu yote mwenye dhambi ni rahisi kunaswa na mwanamke huyu mpumbavu. Kwanza ninaweza kueleza kwamba wana muonekano ambao una ushawishi, muonekano ambao una mvuto. Nikwambie kwa taarifa yako, kama ulikuwa hujui, Hawa alikuwa ni mmoja kati ya wanawake warembo
Mungu alivyomuumba mzuri na mwenye mvuto, alikuwa amesheneka katika kila hali, sawa, lakini hakutosheka na kile, akadanganywa na nyoka kwamba kuna vingine vya kuongeza. Na ndio mpaka leo mwanamke anampumbavu anaondoa kope, anaweka anaongeza kope za bandia, anaondoa nyusi, anaweka nyusi za bandia, au anaweka wanja ili aonekane kwamba yeye ni mrembo. Anakataa nywele zake alizoumbiwa na Mwenyezi Mungu, anaweka zingine, kwa sababu Jezebel anamdanganya, weka hiki, weka na hiki ili uonekane wewe ni mrembo. Paka na wanja, badilisha na nywele. Kila leo kwenye dunia ya leo anagharamia mambo mengi katika mwili wake, mwisho amefika kwenye makufuru ya kukataa kwamba yeye pia anaweza kuwa mwanaume badala ya kukubali kwamba yeye ni mwanamke. Ndio pale unapokufika unakuja kuzaliwa nini? Mwanamke mpumbavu anapokuwa msagaji, au anapokuwa anayesagwa katika hali kama hizo kwa namna moja au nyingine, ama anapotokea mwisho inafika mbali, anaamua kuishi na wanyama kama wenza wake. Kama inafika tena mahali pengine haitoshi, anaanza kuishi na kuondoa hata sehemu zake za siri na kujibadilisha kwamba awe mwanaume, kitu ambacho hakiwezekani na hakitawezekana milele. Kimewagharimu maisha yao na kuleta majuto. Lakini pia mwanamke mpumbavu anataka kuwa na mamlaka zaidi ya mume wake, anataka kuwa kichwa kwa sababu ya kile alichokiamini yeye. Mwanamke mpumbavu hataki kuwajibika kwenye nafasi ya ndoa yake, na matokeo yake anawaachia labda wafanyakazi wa ndani au mfanyakazi wa ndani kuchukua nafasi yake, na matokeo yake kunasababisha mpasuko wa mahusiano wa ndoa. Na hiyo wakati mwingine inaweza kazaa mpango kazi, amekazaa mchepuko, amekaangushwa kwa anguko la dhambi la uzinzi ndani ya familia. Lakini pia lina uwezo wa kuleta kiburi. Kinapozidi, mmoja anaamua kwamba mimi nimesoma, mimi nina fedha, mimi na maisha mazuri. Mwanamke mpumbavu anaamua kujitoa na kujitegemea, na ikitokea ni kiongozi katika taasisi yote ya kijamii, nikianza na taasisi yote ya kijamii, kwa leo utasikia mimi ni mchungaji, labda mimi ni askofu, ama mimi ni waziri, ama mimi ni kiongozi wa aina fulani katika jamii, kwa hiyo nina mamlaka zaidi, na kusahau kwamba yeye hawezi kuwa kichwa mbele ya mwanaume, anatakiwa awe chini. Yeye ni msaidizi. Msaidizi hawezi kuwa juu, sikio hawezi kupita kichwa. Mungu alipoweka kwamba mwanaume atakuwa juu, mwanamke atakuwa chini, hakukosea. Mwanamke mpumbavu atataka kujitutumua na kupitiliza na kuleta kiburi na ukaidi, na matokeo yake huleta madhara. Nimeona kuna baadhi ya wachungaji wanawake wamewadharau waume zao, ndoa zikavunjika. Nimeona baadhi ya waimbaji wa nyimbo za Injili mashuhuri walipopata mashuhuri waliwadharau waume zao, ndoa zikavunjika. Wakaamua kusema tunaweza kuishi. Ufanye biashara wenye kipato, wakasema mimi naweza kuishi. Kwa hiyo kuna ikazaa kitu kinaitwa mzazi mmoja analea mtoto. Yaani inaweza kuwa mama akaamua kuondoka na mtoto, ama akaamua kuondoka na watoto, akasema tawalea yeye, na baba akanyang'anywa, akaonekana hana kitu. Kwa sababu ile kwamba wanasema kwamba nao wanaweza kujisimamia. Lakini hili ni kosa. Hao naita ni wanawake wapumbavu. Sio mimi, maandiko yanatueleza, na mimi naita neno maandiko yanaeleza kwamba ni wapumbavu. Wanajitapa na kujiona kwamba wanaweza. Kwa mfano unakuta mwingine anasema mimi sasa kufanya kazi zote za kule nyumbani, hayuko tayari kumpikia mume wake, hayuko tayari kumsaidia mume wake shughuli za pale za ndani, anamwambia kila kitu dada wa kazi, dada wa kazi, dada wa kazi, mpaka kumtengea maji bafuni kwenda kuoga, dada wa kazi. Kufua nguo za mume wake, dada wa kazi. Kusafisha chumba cha mume wake, dada wa kazi. Huyu ni mwanamke mpumbavu. Unafikiri dada wa kazi hatamani kuwa naye na mume, na nafasi yake akipata kwa bahati mbaya ndio inaparaganyika, alafu utaanza kumtafuta mchawi ni nani? Na unasimama kwenye madhabahu au kwenye ofisi yako na kusema wewe ni boss, wewe ni mtu fulani, wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, wewe ni mtume, wewe ni nabii. Mwanamke, huku ndani umeshashindikana na mume wako, na unasema kwamba elimu yako, nafasi yako na cheo chako ni bora kuliko heshima katika ndoa. Wakati maandiko yananiambia katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na tunaona kitabu cha Waebrania, nizungumze tu kwa msaada wa Roho Mtakatifu nikusaidie. 13 mstari wa 4 Biblia inaniambia hivi, sura ya 13 kitabu cha Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 4 imeandikwa hivi: ndoa
na heshimiwa na watu wote. Ndoa kama ndoa ni taasisi ambayo ni ya pekee, ambayo ina changamoto nyingi hapa duniani, lakini imeandikwa nini? Na iheshimiwe. Na furahia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninavyofahamu kwa nafasi yake. Sijui kama miaka imebadilika, lakini ilikuwa kwamba mwanamke na mwanaume wakiwa wamefunga ndoa, kama mmoja anapata kazi Mwanza, basi watatafuta jinsi ya kuwaunganisha wote kwa pamoja, wasitenganishwe. Kama kuna mwingine yuko Dar es Salaam, basi watafute yupi anaweza kumfuata mwenzake, wakakaa pamoja. Lakini pia nimeona hata kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye mabunge, kama mume ni mbunge anaruhusiwa kwenda na mke wake bungeni. Kuna nyumba zao maalum za wafanyakazi zinajulikana, haya ni makazi ya wabunge. Kwa kipindi cha kwa bungeni anaruhusiwa kuambatana na mume, anaruhusiwa kuambatana na mke wake. Lakini pia kama ni mke ni mbunge, anaruhusiwa kuambatana na mume wake. Na ndio maana katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawaruhusu kiongozi wa juu kama rais kutokuwa na mwenza. Tunashukuru hapa rais wetu Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa ana mume wake na anajulikana. Viongozi waliopita wote waliotangulia mbele yake ambao ni wanaume walikuwa na wanawake zao, na kuonesha kubalance, kuweka usawa. Ni kitu kizuri, na si kwamba ni katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema, lakini vitabu vyote vya imani vinazungumza hivyo. Lakini mifumo pia kitamaduni ya kwetu ya Kiafrika ama ya Tanzania inasema hivyo, kwamba kama yeye ni kiongozi lazima awe na mwenza wake, kwa sababu kama uwezi kukaa amko pamoja, mtashauriana nini? Unawezaje kuongoza kitu ambacho wewe mwenyewe umeshinda? Kwenye Biblia kuna mbali nitasema, nitasoma hapo. Nirudi kwanza kwenye hii hapa nilizungumza kuhusu ndoa na heshima. Ndoa na heshima watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waashirati na wazinzi Mungu atahukumu adhabu, atahukumia adhabu. Mungu ameahidi kwamba atahukumia adhabu waashirati na wazinzi. Maana kitendo cha kwamba kuwa kiongozi alafu una mwenza, ni utajikuta lazima kuna kuanguka katika dhambi ya uasherati au uzinzi. Na hasa kama ukiwa kiongozi ambaye uko katika jamii, unapokuwa muda mwingi uko mbali na mwenzako, utaanguka. Lakini ukiwa na mwenza wako kuna anakulinda. Narudi kwenye Agano la Kale, Mwanzo. Hawa alianguka kwa sababu Hawa alikuwa peke yake. Hatujui hapa Adam alikuwa wapi kiasi kwamba Adam akaanguka, Hawa akaanguka. Kwa hiyo kitendo cha kukosa nafasi ule hizo dakika chache za Adam kuwa mbali na Hawa, Shetani akaitumia fursa kuangusha. Kwa hiyo hata leo wewe ambao unaitwa ni mchungaji ama nabii au mtume, unapokaa mbali na mwenzako unategemea nini? Unapokataa kuwajibika katika nafasi yako, katika kama kuna nafasi kama mzazi, kuna nafasi kama mume, kuna nafasi kama mke, na lazima tujue kuna kuheshimiana na mipaka yake na kuwajibika. Mume anatakiwa aandaliwe kila kitu kinachostahili na mke wake. La, mke kama ana udhaifu fulani, mume anaweza kufanya hicho. Mimi kwa mfano naongea hapa ni askofu, ni mchungaji, mtumishi wa Mungu aliye hai, lakini kuna wakati narudi nyumbani namwandalia mke wangu, kama ametaka kazi, mke wangu ni daktari, kwa hiyo ametaka kazini, sioni shida kumsaidia kufua nguo zake, na sifurahi kuona mfanyakazi wa ndani na kifua kama mimi naweza kufua. Na yeye akiwahi ana nafasi, hajachoka, anafua za kwangu, na tunafua pia wakati mwingine za watoto ambao wakati fulani. Lakini pia ninahakikisha ndani kuna chakula, ninahakikisha ndani kuna mahitaji muhimu kama maji, ninahakikisha kwamba ndani kuko usafi. Nikiwahi kama siku hiyo sijatoka, niko tayari kusafisha nyumba na kuweka sawa. Na yeye anafanya hivyo bila kujali kwamba yeye ni daktari na mimi ni mchungaji, bila kujali kwamba kuna yani hizo tofauti zetu, hizo nafasi zetu za kimadana za ajira haziwezi kufanya kutekebuli, licha kwamba tunaweza kuwa tuna wasaidizi wa kutosha huko ndani. Lakini bibi nasi wanabarikiwa, chakula nikiandaliwa na mke wangu, andaa kuliko nikiandaliwa na mfanyakazi wa ndani. Sisemi kwa wafanyakazi wa ndani sio wazuri, wanaweza kuandaa, lakini pale inapowezekana kama mke wangu yuko wakati fulani akinipikia, nasikia amani zaidi, na mimi nasikia pia kumpikia salama vizuri zaidi. Lakini naona wafanyakazi wa ndani wanaweza kuwapikia watu wadogo zao, watoto ambao wako ndani, lakini sio mimi zaidi wala mke wangu. Na nafurahi hivyo kukaa na kula pamoja na yeye, nasikia amani zaidi, nasikia furaha zaidi na kusikia amani, kwa sababu Biblia inaniambia tutaambatana na kuwa mwili mmoja, sio miili tofauti. Haikuandikwa nitaambatana na house girl, haijaandikwa nitaambatana na shemeji au nitaambatana na baba mkwe au mama mkwe.
imeambiwa kwamba nitaambatana na mke wangu nasi tutakuwa mwili mmoja, natoka kwa baba yangu, toka mama yangu, na natoka kwa baba yake na mama yake, tunakuja kwa kitu kimoja, kwa tutapata kusaidiana. No matter the education, hajalishi kiwango cha elimu tulicho nacho, nafasi za kiuchumi tulizonazo, tulibarikiwa na Mungu, haziwezi kututenganisha. Tuna kipindi cha kuhamia kwamba sasa hivi tunahitaji kuwa na familia, tunahitaji kuwa pamoja, na hata pia watoto wetu tuna nafasi ya kuwa nao na kuwajenga katika misingi ambayo itawasaidia siku za mbele. Lakini pia kuna wakati tunakuwa sisi, mimi na mwenzangu peke yetu, tunakaa tunajadili haya na yale na kuweka mikakati ya maisha na kuwa na amani na furaha pamoja. Hiyo ni kitu na sio dhambi. Kutoka pia pamoja sehemu ambazo hazina maswali na familia yangu na sisi wenyewe, kusafiri hapa na pale sio dhambi kama maeneo hayo hayana maswali ya kutia kujinajisi, yako salama. Na hapa nimeelezea kuhusiana na mwanamke mpumbavu, na kuja kwa mwanamke ambaye sitaki kueleza sana kwa sababu nimeeleza kwa sehemu, lakini nitaje kueleza pia kwa mwanamke ambaye yule mwenye hekima. Tukiangalia katika ile Mithali 16 Mithali 14 tumeona pale, lakini tuangalie mwanamke mwenye busara na mwanamke mwema. Tukiangalia kitabu kile cha tumezungumzia hapa, kitabu cha Mithali sura ya 14, naomba nisome tena alafu nitarudi tena kwenye kuna ile ambayo nilizungumzia la ndoa, nitakuja kuzungumzia baadaye kuhusiana la Timotheo alipozungumza kuhusu askofu na nini kuhusiana uongozi. Nitalizungumzia pale kwa kidogo, kwa sehemu kidogo nisije nikapoteze. Ndipo nazungumzia kuhusiana kwamba kiongozi anapaswa kuwa vipi. Anasema kiongozi hapa tunamuita askofu ni mwangalizi. Anaweza kuwa rais, anaweza kuwa nani, anapaswa kuwa ni mtu ambaye anayeweza kutunza pia na mtu mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajue kuitisha watoto katika ustahivu. Yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalitunza kanisa la Mungu. Maana yake pia anaweza kusema tafsiri nyingine kwamba kiongozi ambaye hawezi kutunza familia yake nyumbani, hawezi kutunza taasisi yote, hiyo ni chama, hiyo ni wizara, hiyo ni serikali au ni ufalme, hawezi. Kama ameshindwa kutunza tunda la nyumba yake, anawezaje kuitunza jamii? Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba kiongozi yote ambaye anapata nafasi yote madaraka katika dunia yote, ni kwamba tunaamini kwamba familia yake imekaa vizuri kule ndani, kwa hiyo anaweza kuliongoza jahazi lolote kwa mbele yake. Hii ni kimaandiko, nimezungumza kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3, ukienda kusoma kwa wakati wako pale utaona zile sifa ambazo zinaeleza askofu. Bishop ni mwangalizi, maana yake the one who care, anajali na kuangalia mazingira yako pale. Kwa hiyo ina maana kwamba tukitoa askofu wa kanisani, tunaweza kwamba kiongozi wa juu anaweza kuangalia kuanzia waziri, rais, speaker, nani, viongozi wanaojua wote unawafahamu wewe, ambao wanaweza kuongoza jamii. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda katika nafasi ya nilikuwa nasema tutazungumzia kuhusiana na mke mwema. Mwanamke nimezungumza pale mpumbavu sana, mwanamke mwenye busara. Huyu anaonesha ni mwenye upendo, ni mwenye utii, ni mnyenyekevu, yuko tayari na afungue kinywa chake kwa ovyo, na apendelee mambo ya yani si mwepesi. Ngoja nisome kabisa katika maandiko nieleze moja baada ya nyingine. Tutaangalia kitabu cha Mithali sura ya 30. Mithali sura ya Mithali nielezee pale. Kitabu cha Mithali kimemuelezea kidogo kwa sehemu kubwa. Mithali sura ya 31. Mwanamke mwema. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita cha marijani. Moyo wa mumeo muamini. Mume anamwamini mke wake. Anasasi wala hatakosa kupata mapato. Umtendee mema wala si mabaya. Siku za maisha yake utafuta sufu na kitani, ufanye kazi yake kwa mikono kwa moyo. Afana na merikebu za biashara, uleta chakula chake kutoka mbali. Tena waamka kabla hujaisha usiku, wapa watu nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Mke huyu anawajibika ndani ya nyumba yake, japo ana wafanyakazi wa ndani. Yeye anaamka mapema kabla ya kujapambazuka kabisa, kabla ya kuja, yani kuhakikisha kwamba anaandaa chakula kwa ajili ya watu ndani. Pia huyu huangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake, upanda mizabibu, ujifunga nguvu kinoni kama mshipi, utia mikono yake ya nguvu, uona kama bidhaa yake ina faida. Afanye shughuli za hasara kwa vitu vya faida. Unaona taa yake haizimiki usiku, maana hata pakiwa na shida yote ya mahitaji nyumbani, anakuwa mtu wa kwanza kutatua zile shida. Mwanamke huyo mwema mwenye busara, sio mpumbavu kama yule wa mwanzo nimemzungumzia. Utia mikono yake katika kusokota, mikono yake huishika pia. Anawajibika, anafurahi kuwajibika.
Naona kunjulia maskini mikono yake, anayo sababu ya kuweza kuwasaidia wahitaji, ana nguvu ya kuweza naye uonyeshea wahitaji mikono yake. Unaona, uonyeshea hapa maskini wahitaji, ana uwezo wa kuwafadhili bila kumtegemea mume wake. Hawahofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Huyu mwanamke ndio anajua kwamba watoto wa nyumbani kwake wavae vipi, wasaidizi wake wavae vipi, mume wake avae vipi, apendeze vipi. Yeye anajua kumfanyia makeup na kumwandaa, yani kumwandalia mume wake na watoto wake mle ndani, wote wanaokaa tena nyumba yake, kujifanyia mazoezi ya urembo. Mavazi yake ni kitana safi na urujuani, anavaa mavazi ambayo yanampa heshima yeye mwenye kwanza. Mume wake hujulikana malangoni akati pamoja na wazee wa nchi. Maana yake yule mume wa huyu mwanamke mwema mwenye hekima anapokaa na wazee, yani watu ambao waliomzidi, watu wanamheshimu, wasema huyu mwamba amepata mke. Mwanamke ndio anaweza kumfanya mume wake aonekane mtanashati, aonekane yuko bora, aonekane mwenye hekima. Huyu mwanamke, unaona, afanya nguo za kitana na kuziuza. Unaona, anasema wapa wafanya biashara ya mishipi, nguvu na hadhi ndio mavazi yake, anaocheka wakati ujao. Manake anajua mwanamke mwenye hekima na busara kuweka akiba ndani itakayowatunza yeye na familia yake, na anaucheka wakati ujao kwa sababu ana uhakika anayo hazina ndani. Hajawahi kufurishika na hatumii mali vibaya, afuji mali vibaya. Ni mtu mwenye kujiheshimu, ni mtu mwenye kutunza kile ambacho anapata, na pia anajua kuongeza kipato katika familia, sio golikipa wa kusubiri kuletewa tu. Naona. Alafu anasemaje mstari 26, ufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema wake katika ulimi wake. Si mropokaji, si mtu mwenye dharau, si mtu mwenye kujitapa kwamba unaona hichi kiatu mimi ndio ninunulia mume wangu, unaona ile nguo mimi ndio nilifanya hivi, unaona hii nguo hizi alizovaa wafanyakazi wangu ndani mimi ndio nimenunulia wafanyakazi, unaona hizi mimi ndio nilifanya. Yani hajitapi, yani yeye anafanya kitu, wale ambao wamewafanyia ndio wao labda waseme mama ndio alinunulia hii, unaona napendeza hivi ni mama, unaona nimevaa hivi, unaona kwa mfano mimi naona hii miwani nimevaa ni mke wangu alinunulia, na afurahia amenunulia vizuri ya gharama, ameona ni mume wake, kwa sababu kama ni daktari wa binadamu na mambo ya macho, unajua itakufaa kwa macho yako, kwa kazi zako na kufaa. Okay, ni ya gharama, ametoa kwa upendo, ana haki. Mungu namwombea maisha mazuri, mema na ustawi. Okay, na unajisikiaje? Okay, ndio unaona taarifa zilizofaa ni yeye alidesign kwa mume wangu, na mimi Mungu amenionyesha kwamba uvae namna hii. Akasema nakushukuru mke wangu, kama Mungu alisema na wewe na hivyo, na mimi nilionyesha wakati fulani nikiwa nimechukua kutoka ufunuo mbinguni, nimevaa jola namna hii, rangi, na kashangaa naye akaja akadesign kwa mtindo wake. Mungu ambariki kwa nafasi hiyo. Unaona, anasema mstari wa 27, uangalie sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Haongeki, adanganywa kaenda kununua chips akaongezewa na mayai, akaongezewa na kuku wakati nje nani ya pesa yake, akachekelea akajiona iko vile. Yani haongeki. Mwanamke mwenye akili na busara haongeki. Hawezi kumnasa kwa ushawishi wote, hawezi kushawishiwa kama alivyoshawishiwa Hawa. Ni mwanamke mwenye kujielewa huyu. Unaona, anasema wanaye uondoka na kumuita heri. Yani watoto wake wa kiume wanapoondoka, yani manake wanamuita mama ni heri, mama ubarikiwe. Kwa nini? Hata unapokwenda huko hawataweza kuangushwa na wanawake wale wapumbavu. Hawataanza ndio wapumbavu. Mama yeye amewafundisha je kuchukua tahadhari na wanawake. Na nataka unisikize, unaniangalia popote duniani. Mtoto wako wa kiume akiwa rafiki vizuri na mama yake, ana nafasi kubwa sana kuweza kuwashinda wanawake wabaya. Na mtoto wako wa kike akiwa rafiki na baba, ana nafasi kubwa sana kutokuangushwa na wanawake na wanaume wabaya. Sika unaelewa, atakuwa na ujasiri na ile kujitambua na kuwa makini na maneno yao na mitego yao, na ataweza kuijua. Sitaki kukaa hapo sana, nitaeleza wakati mwingine kwa kosa ile somo. Nakuja kwenye nafasi binti, anasema wanaoondoka tunakuita heri, mumewe naye umsifu na kusema binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Mimi mume na nafasi ya kumsifia mke wangu kwa kila alichokifanya. Anasema nimekutana na wasichana wengi, nimekutana na watu wengi katika maisha yangu wamefanya, lakini wewe umewapita wote, ndio maana nimekuweka ndani kuwa msaidizi wangu. Anasema bali mwanamke, anasema upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili. Wanawake wapumbavu wanajidanganya na ule uzuri unaonekana kwa nje na kujidanganya na kule kupendelewa vya ofa vya kishenzi. Mke mwenye hekima na busara haongeki
na apokee viofa visivyoeleweka. Unaona, mtakatifu mpe mpato ya mikono yake na matendo yake yatamsifu malangoni. Huyu mwanamke ambaye mwenye hekima, ukimpa mapato yako huna hasara. Kuna mwanamke ambaye kwenye Biblia alikuwa na hekima pia, alijulikana kwa jina la Abigail. Alikuwa na hekima kuliko mume wake, alikuwa na uwezo wa kuweza yaani tofauti. Kuna mwanamke pia alikuwa na uwezo, alikuwa na shujaa na hodari na mwenye hekima, alijulikana kwa jina Deborah kwenye Biblia. Kuna mwanamke ambaye alikuwa ndio malango ya Bwana Yesu Kristo, alijulikana kwa jina la Mariam wa Yusufu, ambaye huyo ndiye alileta Yesu na akaitwa kwamba zaidi ya wanawake wote walipata kuwepo kwenye dunia, kwenye Agano Jipya namzungumzia. Lakini kuna mwanamke alijulikana kama Ana, ambaye baada ya kufiwa na mume wake akabaki kuwa mjane, akikaa hekaluni mpaka Yesu alipokuja kuzaliwa. Huyo. Kuna wanawake ambao wamefanya mambo mazuri kwenye Biblia, ambao wenye hekima, na kuna wanawake wapumbavu kwenye tumeelezwa. Sasa najaribu kueleza kwamba kuna sifa za wanawake wenye hekima na wanawake wapumbavu. Wanawake wapumbavu nimeeleza sehemu ya sifa zao, na hapa yeyote ambaye kuna sifa za kipawa, nimeeleza baadhi ya sifa za wapumbavu utaziona. Atataka kujiona yeye sawa na mwanaume, atataka kushindana na wanaume, atataka kuvaa kama wanaume, atataka kutembea kama wanaume, atataka kutengeneza nywele kama wanaume, atataka kama mwanaume ananyoa kipara atanyoa kipara, atataka kuvaa kama wanaume, atatembea kama wanaume, atafuta vitu ambavyo hawezi kuwa mwanaume milele. Hawezi kuwa mwanaume milele. Na yeyote anayemdharau mwanaume katika hali, mwanamke yote anayemdharau mwanaume kwa nafasi alionayo, amejitengenezea tu aina fulani ya laana hapa duniani, na hukumu ya milele inamsubiri mbinguni. Sababu Mungu alishasema mwanaume ndiye kichwa cha mwanamke, na mwanaume kichwa chake ni Kristo, na Kristo kichwa chake ni Mungu Baba. Kwa hiyo unapotaka kushindana na hicho, hukumu iko wazi. Mwanamke anayempiga mumewe na kumnyanyasa ndani, amejitengenezea laana. Amejitengenezea laana. Amejaribia maisha yake. Unaweza kuwa unamdhibiti, unamcontrol, unafikiri unafanya. Ni hapa tu duniani. Ni hapa tu duniani. Lakini hapa duniani Mungu akiruhusu hukumu itatokea. Lakini kuna hukumu ya milele iko mbele. Kwa hiyo nimesema katika falsafa yangu nina wanawake wawili tu duniani. Mwanamke mpumbavu na mwanamke mwenye hekima na busara. Wako wenye busara, wako wenye hekima kuliko hata waume zao kwa sehemu kubwa, na bado wakawaheshimu waume zao. Biblia inaniambia mwanamke amstai mke na amstai mumewe. Ina maana kuna wanaume ambao wanataka kuwastai zile dhaifu zao, yale madhaifu yao, lakini zisitumiwe kama kuwakandamiza na kuwadharau. Bado Mungu anawaheshimu na madhaifu yao. Bado Mungu anajua huyu ni mume, na usiruhusu kuonesha udhaifu wa mume wako mbele ya watoto wako, au mbele ya rafiki zako, au mbele ya ndugu zako, au katika kundi la wanawake wenzako. Ni kujitukana, kwa sababu mume wako ndio mwili wako, na mke ndiye ajitambue kwamba anapaswa kumstai mume wake katika udhaifu wake, ampende na mheshimu. Si kwa kila jambo, ameandikwa kwa kila jambo, lakini kila ambacho kiko katika mapenzi ya Mungu Baba. Wako wanawake kwa upumbavu, wameona wameweza, wanavuta sigara na wanataka wavute sigara, wanavuta bangi na wanavuta dawa za kulevya, wanafanya nayo ili waweze kwenda sawa. Ni kujidanganya. Anapiga chuma na anataka kupiga chuma, anacheza ngumi na anataka cheza ngumi. Kwenye hiki yani vyote unajipotezea tu, unajiharibu, mwisho unakuwa kitu kama switch kilibwana cha namna gani. Lakini lazima ujue nafasi kama Mungu alikumba kama mwanamke. Mungu aliweka ukamilisho kwako, umekamilika katika vyote. Mwanaume alivumbwa kama mwanaume, amekamilishwa katika vyote. Nimezungumza kuhusiana na nimeanza kuona hasa kizazi hiki cha kinachoitwa kwamba cha kwenda na wakati. Kuna wanawake wanaodanganya wenzao, wanaongea kwenye vyombo vya habari mbalimbali na kwenye mitaa kuonesha kwamba wana haki sawa na mwanaume. Hiyo ni hapa duniani unajidanganya. Lakini nataka nikwambie huko nchi zilizoendelea kama Amerika na Ulaya, hicho kitu wameanza kukijutia. Wamefika mahali ilikuwa, nakumbuka mwaka 1985 tuliandaa filamu kuhusiana na haki za mwanamke na kulikuwa na mkutano mkubwa ulifanyika kule Beijing, China, kuhusu wanawake. Dunia walikutana pale. Baadhi yao waliporudi walikuja wakaniambia, tumegundua kwamba mwanamke anabaki kuwa mwanamke na mwanaume anabaki kuwa mwanaume. Nimalizie kwa maandiko ambayo kwenye Biblia ambayo Bwana Yesu naomba nisaidie niyaone na niyasome, nikuhakikishie kwamba Mungu tunayemtumikia ni wa kweli na ni mwaminifu kabisa. Biblia inaniambia kwamba mwanaume na mwanamke tofauti yake na thamani zake zikoje. Lazima ujue
katika jina lake Yesu Kristo. Neno la Mungu liko hai kabisa na limetufundisha na linatuonya na linatupa mipaka katika maisha yetu. Imeandikwa kwamba mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume, wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke. Kwa hiyo wala hakuna mwanamke pasipo mwanaume, wala hakuna mwanamume pasipo mwanamke. Kwa hiyo mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Kinyume cha hapo ni ushetani. Kinyume cha hapo ni kumpinga Kristo na mpango wa Mungu alioweka juu ya mwanadamu. Kinyume cha hapo, narudia tena, kinyume cha hapo ni kupingana na agizo la Mungu. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume na mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke. Lakini hapana mwanamke pasi mwanaume, hapana mwanaume pasi mwanamke. Lazima wote wajue mipaka yao na kuheshimiana katika, tujue mipaka yetu na kuheshimiana. I respect him, na mheshimu mke wangu, nampenda, namkubali. Kama kuna madhaifu, ndio yanayotufanya tuweze kuwa pamoja, kuvumiliana, kubebana na kuheshimiana. Lakini mwanamke mpumbavu, hata ukimtwanga kwenye kinu, bado ataendelea kuwa mpumbavu. Kwa sababu ukishasema mpumbavu, kuna tofauti ya mpumbavu na mjinga. Mjinga atajifunza. Na napenda kuambia wewe mwanamke ambaye ni mpumbavu, acha kuwadanganya wengine kwa nafasi ulionayo. Kama wewe ulikwishapotea kama Jezebel, potea peke yako, usiwavute na wengine huko. Sio kafanya kama alifanya Hawa, alikosea akampa na mume wake, kosa lile lile likagharimu dunia mpaka leo. Naongea na mtu fulani mahali fulani katika hii dunia. Sina haja kutaja jina lako wala dhehebu lako wala kundi lako wala cheo chako, lakini nasema mwanamke mpumbavu, hana utii, hana nidhamu, ni mtu ambaye hajiamini, ni mtu ambaye anajaribu kujilazimisha kwamba anajiamini, lakini amejaa hofu. Na mara nyingi utamsikia anasema kwa sababu yeye ni mwanamke ndio maana anamfanyia hivyo. Anasema kwa sababu yeye ni mwanamke, kwa sababu yeye ni mwanamke ndio utakuta analalamika hivyo. Ni kwamba hajiamini, ana hofu na mashaka saa zote na kujihisi kwamba ana shida. Nataka niseme mwanamke mwenye hekima anajitambua ni mwanamke, na hata kama ana cheo kidogo anaheshimu kile nafasi yake. Hata kama ana cheo kikubwa, hatuna haja hata kuuliza, tunajua huyu ni kiongozi wetu, anaweza kutusaidia kwa mahali fulani. Mungu abariki wanawake wenye hekima walioko duniani ambao ni wako. Nasema wapo. Niombe kwa ajili yao. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, ninaomba fungua macho ya watu ya rohoni wapate kujitambua nafasi zao. Wanawake wenye hekima wainue zaidi, wabariki zaidi, watunze zaidi, na wajue kujiheshimu katika hiyo. Mke na mheshimu mume wake, na mume ampende mume wake. Natamka katika ukuu na uwezo wa jina lako Yesu Kristo, yote ambao wamefarakana kwa sababu ya maendeleo, kwa sababu ya utandawazi, kwa sababu ya mpokeo ya kishetani, warudiane na kutengeneza. Mungu anachukia kuachana. Mungu anachukia kiburi, na kiburi ni kaburi. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini Bwana Yesu Kristo atakutana na kila nafsi ya walioachana, na nafsi ya wanawake wote wenye kiburi na kutokutii. Yesu Kristo siombei wafie katika kiburi, kwa sababu kiburi kinazaa kaburi la milele, mauti ya mateso na majuto. Mungu wakumbuke kama ilivyokuwa, wakumbushe Yesu akute alomkuta Jezebel. Kifo chake kilikuwa cha fedhea na cha aibu, cha mateso na cha kuliwa na mbwa. Naomba wasije wakaishi hapo. Naomba katika jina la Yesu Kristo wapate kufumbuka na kutengeneza. Mwanamke ambao umeachana mume wako, rudi kwa mume wako. Tengeneza, tafuta unavyoweza kupatana naye. Katika jina la Yesu, na mume ampokee na kumsamehe. Neema ya Mungu iwe juu yao. Katika jina la Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Nimekuani ukifuma Bwana Yesu Kristo alisa albano Gombo Maranatha, na kutakia amani ya Yesu Kristo sasa na hata milele. Amen.